Ndugu wananchi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anapenda kuwatakia wananchi wote heri ya sikukuu ya Uhuru wa Tanzania Bara inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 9 Disemba. Aidha, serikali inawashauri wananchi wote ambao tarehe 9 Disemba 2025 hawatakuwa na dharura kuitumia siku hiyo kwa mapumziko, hivyo kusherehekea siku hiyo wakiwa nyumbani, isipokuwa kwa wale ambao majukumu yao ya kazi yanawataka kuwepo katika vituo vyao vya kazi kama ambavyo wataelekezwa na viongozi wao. Asanteni na watakia sikukuu njema. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia ujumbe ambao umepewa kwa Watanzania kupitia waziri wake mkuu Mwigulu Nchemba amewatakia heri ya siku ya uhuru wa Tanzania wote ambayo huwa inaadhimishwa kila tarehe 9 ya Disemba. Na sasa amesema kwamba sherehe za mwaka huu bwana zitakuwa ni tofauti kidogo kutokana na kwamba wananchi wote wanaomba bana wawe na siku ya mapumziko, watulie nyumbani, isipokuwa wale ambao majukumu yao yanahitaji kuwepo kwenye vituo vyao vya kazi kama ambavyo watakavyoelekezwa na waajiri wao ama viongozi wao. Sasa kupitia ujumbe ambao amewapa Watanzania kupitia waziri mkuu ambaye anajulikana kama Mwigulu Nchemba, ambaye amezungumza na Watanzania kuwapa ukumbusho kwamba siku ya tarehe 9 itakuwa ni siku ya mapumziko kwa Watanzania wote, na kama kuna sherehe yote ambayo inafaa kufanyika basi inafanyika wakiwa ya majumbani kwao. Yaani siku ambayo amna wafanyikazi wa serikali hawataruhusiwa kuwepo maofisini kufanya kazi kama ilivyo kawaida, japokuwa itakuwa ni siku ya Jumanne, siku ya kazi. Lakini pia amewatakia Watanzania wote heri ya siku ya uhuru wa Tanganyika ambayo ni tarehe 9, na ni siku ambayo pia kuna baadhi ya wanaharakati ambao walikuwa wamehamasisha kwamba itakuwa ni siku ya kwanza maandamano yasiokuwa na kikomo. Sasa serikali pia ilikuwa imetangaza kwamba ipo tayari kuweza kukabiliana na yote ambaye atahusika katika swala zima la uvunjivu wa amani kupitia maandamano ambayo serikali kuwa imeshasema kwamba ni maandamano haramu na hamna ambaye anaruhusiwa kuingia mtaani kwa ajili ya kuweza kuandamana. Wanaharakati pamoja na baadhi ya vijana, baadhi ya Watanzania walikuwa wameapa kwamba tarehe 9 wataingia mtaani kuweza kudai haki kupitia maandamano ambayo ametangaza kwamba itakuwa ni maandamano ya amani, maandamano ambayo hayatahusisha fujo wala vurugu ya aina yote, japokuwa serikali kupitia jeshi la polisi wametangaza kwamba maandamano haya hayaruhusiwi na ni haramu. Sasa tarehe 9 ni moja kati ya siku ambayo inasubiriwa na Watanzania wengi kujua nini ambacho kitakachojiri, lakini huo ndio ujumbe ambao amewasilisha waziri mkuu Mwigulu Nchemba kupitia ofisi yake, na ndio ujumbe ambao ameutoa kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan.